بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1440 katika darsa ya kitabu at-Ta'liqat al-Awwaliyah lilbadi'in fi dirasati al-Ajrumiyyah لشيخنا أبي عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita inna wa akhawatuha, kusoma maneno al-musannif rahimahullah ta'ala pamoja na ta'liqat za Sheikh Ahmad al-Wasabi hafidhahullah. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. tulifikia hapo na biidhnillah ta'ala katika kikao cha leo tutaanza maana ya hizi herufi zilizotumika katika mlango huu. Wapo katika wanavyuoni wa nahwu ambao walimfanyia intiqad al-Imam al-Ajurrum katika kueleza maana ya hizi adawat alizozitaja hapa. Wakasema hiyo si kazi ya an-nahwi bali ni kazi ya al-balaghi. Mtu wa balagha ndio yueleza maana yake, ama mtu wa nahwu yuangalia kazi yake nini basi. Maulama wengine wakamtetea na kusema kuwa hii ni katika hali ya kuwafaidisha wanafunzi ndio wakaeleza maana. Na mtaona kuwa leo darasa tutakapoisoma haikufanana na darasa kuwa ni ya nahwu, bali zaidi itakuwa ni kueleza maana, ama ile sehemu ya nahwu yake tayari tushafanya nini, tushapitia kuwa inna wa akhawatuha tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar, tukaeleza hiyo ilikuwa tayari ule mlango ushauelewa. Hapa akasema wa maana inna wa anna at-tawkid. qala fi at-ta'liqat wa huwa at-taqwiyah. at-tawkid huwa at-taqwiyah ay taqwiyatu حكم الخبر للمبتدأ كالأمثلة المتقدمة. kutilia nguvu au kutilia mkazo, kutilia nguvu hukumu ya khabar kwa mubtada yake, kama katika mifano tuliyoitoa. Na inna na anna hutumika katika kutilia mkazo lile jambo ili lijulikane kuwa hakika ni kweli au hakika limefanyika. Kwa mfano, mtu akisema zaidun, au akisema kwa mfano as-sidqu najatun, as-sidqu najatun, ama akisema zaidun musafirun, zaidun musafirun, zaidun itakuwa nini, mubtada, na musafirun ni khabar, sio? Ukisema zaidun musafirun, mtu kusikia hii habari, ikiwa hakujui wewe, pengine labda aweza kusema hii habari ina ihtimali kuwa yaweza kuwa ni kweli, yaweza kuwa zaid bado hajasafiri. Lakini ukaja na inna, ukasema inna zaidan musafirun, inna zaidan musafirun. Katika hali kama hii sasa umetilia mkazo na kuonyesha kuwa hii habari ni ya kweli, haina shaka ndani yake. Na hii ni bora zaidi kuliko kukariri, na ni sahali zaidi kuliko kukariri. So mtu aweza kusema kwa mfano zaidun alimun, zaid ni mwana wa chuoni. Mwingine wakasema la, wewe ukatilia mkazo na kusema inna zaidan alimun. Kwa hapa ni kuwa hakuna shaka kuwa zaidi nani ni alim. Lakini pia waweza kusema zaidun alimun, zaidun alimun
zaidun alimun, tia mkazo msijatia mkazo, bila shaka ishafahamika zaid ni alim, lakini badala ya kurejelea mara nyingi hivyo wasema nini? Inna zaidan alimun. Tayari shajua hili kutilia ule mkazo at-tawkid. Kadhalika anna yafanya kazi hiyo hiyo, kama kwa mfano alimtu anna as-sidqa najatun, katilia mkazo kuwa ukweli kwa kweli wamwokoa mtu, na hii akatumia anna katika kutilia mkazo zaidi. qala walakinna lilistidraki, walakinna lilistidraki. قال في التعليقات وهو إتباع الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. sikilizeni vizuri hapa maelezo. Asema huwa itba'ul kalam, ni kufuatanisha maneno, bimaana kuna maneno yametangulia kisha wewe ukayafuatanisha na nini? Na lakinna. baada ya maneno ukaleta lakinna. huwa itba'ul kalam binafyi ma yutawahamu thubutuhu, kwa kukanusha kile ambacho mtu aweza kudhania kimethubutu, au ithbatu ma yutawahamu nafyuhu, au kuthibitisha kile ambacho mtu aweza kudhania hakikuthubutu, kimekanushwa. bimaana moja ni kinyume na ya pili, ili eleweke. qala fal awwal ni ipi hapa? ma yutawahamu thubutu, sio? kaqaulika qama an-nasu, kwa mfano mtu aseme qama an-nasu, watu wamesimama, na pale ndani yupo Zaid. Katika akili ya yule anayesikiliza itamtuma kuwa Zaid pia amefanya nini? Naam, amesimama, kwa sababu yeye yuingia katika jina an-nas, sio? Anasema qama an-nasu lakinna Zaidan jalisun, lakini Zaid amekaa. Kwa hivyo hapa kuna nafi ma yutawahamu thubutuhu, hapa kuna kukanusha kile ambacho mtu adhania kuwa kimethubutu, ukakikanusha na kukikataa. Kwa hivyo sema qama an-nasu lakinna Zaidan jalisun, lakinna Zaidan jalisun. Kwa hivyo katika hali kama hii ushamuondolea mtu ile wahmu na ile fikra ya kuwa Zaid pia amefanya nini? Amesimama. فقولك قام الناس يتوهم منه قيام زيد معهم, ukisema qama an-nas mtu aweza kuwaza na kufikiria kuwa Zaid pia amesimama pamoja na wao, li'annahu minhum, kwa sababu yeye ni katika watu. fanafaita dhalika tawahhum biqaulika, ukaondoa hii wahm na hii fikra kwa kusema lakinna Zaidan jalisun. Kwa hivyo lakinna lilistidrak, ni kama wafanya istidraki, wadiriki jambo kabla halijafahamika hivyo ujue kuwa si hivyo. wathani huwa madha? ithbatu ma yutawahamu nafyuhu, kuthibitisha kile ambacho mtu aweza kudhania hakikuthubutu. kaqaulika Zaidun jabanun lakinnahu karimun. mara nyingi sifa ya uoga imeambatana na sifa ya ubakhili. mara nyingi mtu akiwa muoga ni bakhili, mara nyingi sana, kwa sababu kule kutoa kwa hitaji mtu shujaa ndio aweze kutoa, haogopi umaskini. Lakini mtu tayari akiwa ni muoga, hapo hapo mara nyingi huwa kinachofuata atakuwa bakhili. Utamwona mgumu kweli kweli. Kwa nini? Sababu aogopa, afikiria mbele na kuogopa, ana hofu kuwa atapatwa na umaskini akitoa. Ndio kuona mara nyingi mtu akisifiwa na ushujaa huwa ndani yake ana nini? Ukarimu. Mtu shujaa ni mkarimu.
sasa hapo umesema zaidun jabanun, katika akili ya mtu kama ni jaban ni muoga, basi huyo pia atakuwa nani? Atakuwa bakhili. Lakini ukasema lakinahu karimun, usije ukafikiria kuwa nao tabia ya ubakhili, ana ukarimu. fa athbatta ma tuwhima nafyuhu wa huwa alkaramu biqaulika lakinahu karimu. Kwa hivyo ukathibitisha kile ambacho mtu aweza kudhania kuwa hakipo, kile ambacho mtu aweza kudhania kimekanushwa, nao nini? Ukarimu. uliposema lakinahu karimun lianna aadata aljaban albukhl, kwa sababu ada ya mtu muoga mara nyingi ni bakhili. Si mmeeleweka? Tayib, pengine labda niwaulize, Khalidun alimun lakinahu fasiqun, yaingia katika ipi, ya kwanza au ya pili? Je, ndani yake ni nafi ma yutawahamu thubutuhu au ithbatu ma yutawahamu nafyuhu? Naam, nani atatusaidia hapa? Sema ni hii ya kwanza au ni ya pili? Naam, Yusuf. Nafyu ma yutawahamu thubutuhu, asema ni nafyu ma yutawahamu thubutuhu. Hivi ni kweli mtu akiambiwa fulani ni mwanachuoni akawa anawahamu kuwa huyu ni fasiku, kama mwanachuoni basi ni fasik, ndio maana ya maneno yako? Sio, nifahamu. هل يتوهم الإنسان في العالم أن يكون فاسقا؟ ماذا يتوهم؟ يتوهم أن يكون صالحا. فهمت؟ mara nyingi mtu akiambiwa fulani mwanachuoni atafikiria nini? kwani mtu mwema, sio? lakini hapa sema zaidun khalidun alimun lakinahu fasiqun, kuna ithbatu ma yutawahamu nafyuhu, kwa sababu mara nyingi mtu akimwona mwanachuoni hawezi kufikiria kuwa huyu nani ni fasik. Je, hakuna wanaovioni mafasik? Wapo. Lakini mtu akiambiwa Khalidun alimun, asema kama ni alim basi atakuwa mtu mwema tu, sio? Lakini unasema lakinahu fasiqun, chunga, lakini huyu bwana ni fasik. Kwa hivyo hapa kuna ithbatu ma yutawahamu nafyuhu. Fahimtum? Naam. Mwafungua namna hiyo akili zenu ili ujue ni ipi katika hizi mbili. Sawa? Kwa mfano mtu akisema zaidun saghirun lakinahu hakimun, zaidun saghirun lakinahu hakimun, hapa ni ipi katika hizi mbili? Naam, ithbatu ma yutawahamu nafyuhu, sio? Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi mtu mdogo saghir anasibishwa na safaha, na kuwa atakuwa ni mpumbavu, pengine hajui kwa ule udogo wake, hafahamu, hana hikma, sio? Lakini hapa ukathibitisha kile ambacho mtu aweza kudhania hakipo, ukathibitisha kuwa kipo. zaidun saghirun lakinahu hakimun, bimaana usimuone mdogo vile na umri wake, lakini yule bwana ana hikma sana. mfahamu nafikiri? naam. qala wa ka'anna litashbih, قال وهو تشبيه الاسم بالخبر في صفة ما، أي في صفة معينة، nao ni kushabihisha ism na khabar katika sifa fulani. Nahu kaanna zaidan asadun, hapa atakuwa mfanishwa na simba katika nini? Sura yake, atembea na miguu minne, shajaa. Kwa hivyo kuna sifa fulani iko kwa yule simba ambayo ndio khabar hapa, ambayo anayo nani? Zaid, ambayo anayo nani? Zaid. Wasema kaanna zaidan
أسد. hapa kuna tashbih al-ism bimadha bil-khabar fi sifatin ma, katika sifa fulani hapa kuna kufananisha. وليت للتمني قال وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. نليت ni ya kutaka jambo ambalo ni mustahil, haliwezekani, au jambo ambalo lina uzito. فالأول وهو الأغلب كالمثال المتقدم. ile ya kwanza ambao ndio mara nyingi hutumika hivyo, ambao nini? Talabu almustahil. mara nyingi laita yatumika katika jambo ambalo ni mustahil, kama kwa mfano kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila. kweli aweza tena kurudi duniani akafuata njia ya Mtume sallam? Hawezi. Kwa hivyo atamani jambo ambalo haliwezekani. Ya laitana nuraddu wala nukadhiba biayati rabbina, ya laiti lau kama tutarejeshwa tena huku. Kuna kurejeshwa tena? Kwa hivyo laiti hii yatumika sana katika jambo ambalo haliwezekani. Kalmithali almutaqaddim, mithali yenyewe ni ipi iliyotangulia? Nani yakumbuka? Naam, barakallahu fik. Laita ash-shababa aidun, laita ash-shababa aidun. Hivi kweli mzee aweza kurudi kijana? Mtu ashazeeka aweza kurudi kijana? Hawezi kurudi kijana. Laita ash-shababa aidun, huu ni mfano wa jambo ambalo ni mustahil. Mtu ataka jambo ambalo haliwezekani. Wathani kaqaulika laita zaidan alimun, kama kwa mfano sasa mimi niseme hapa laita sa'dan alimun, ya laiti Saad angelikuwa mwana wa chuoni. Kwani haiwezekani? Yawezekana. Hawezi kuwa alim? Yawezekana, lakini asir, si jambo jepesi. Nataka mtu akeshe, ahifadhi, asome, ahudhurie durus, miaka ipite, watafuta ilmu mpaka afikie kiwango kwa nani ya alim. Asir, si jambo sahali, si jambo sahali. Ni jambo lataka nini? Nataka mtu afanye bidii sana kwa siku nyingi, aendelee kutafuta ilmu mpaka afikie kiwango kwa huwa ni alim. Kwa laita pia yaweza kutumika katika jambo ambalo lawezekana, lakini kwa nini? Kwa uzito. Na zaidi hutumika katika jambo ambalo nini? Mustahil. Tamam? طيب. قال ولعل للترجي والتوقع، ولعل للترجي والتوقع. الترجي هو طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن. Taraji ni mtu kutaka jambo ambalo alipenda, na hii haiwi isipokuwa katika lile jambo ambalo yawezekana kupatikana. Nahu la'alla zaidan qadimun, kwa mfano mtu apenda rafiki yake Zaid awe atakuja kwake, atarajia kuwa pengine leo siku hana kazi, labda aweza kuja. Usema la'alla zaidan qadimun, lawezekana liwezekana lawezekana. والتوقع وهو ترقب الأمر المكروه. التوقع ni mtu atarajia jambo ambalo halipendi, ni jambo makruh, halipendi, lakini lawezekana kufanyika. Nahu la'alla al-aduwa qadimun, huenda akawa yule adui yuko njiani yuaja. Mtu apenda adui? Hapendi adui, hampendi adui yake, lakini huenda akaja. Kwa hivyo ukitumia katika lile jambo ambalo walipenda itakuwa la'alla harfu taraji, na ikiwa yatumika katika jambo ambalo ni makruh utasema la'alla harf tawaqqa. Fahimtum? طيب, nani aweza kufanyia arab? Kwa mfano la'alla zaidan qadimun. Naam, تفضل أبا يعقوب، ما شاء الله.
لعل حرف ترجي ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر. زيدا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. قادم خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بارك الله فيك. طيب لعل العدو قادم ساسو تسمانيني. نعم تفضل أبا بلال أما أبو موسى حياك الله أبا موسى. نعم لعل حرف توقع ساسو تسمانيني حرف توقع حرف توقع ونصب سميه ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر. عدو العدو wewe usiangalie usikopi huko ukasema zaidi na aladu. Najua mimi waangalia huko ya Arab za zamani hizo ziliribiwa vipi kisha utakaosema hivi. Sasa wewe sema aladu badala ya zaidi sema zaidi vile vile. اسم ماذا؟ اسم لعل منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرها. قادم خبرها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فهمتم يا إخواني؟ nafikiri hii leo kama nilivyowatajia zaidi ni kueleza maana ya zile herufi zilizotumika, ama mada ya inna wa akhawatu tulimalizana nayo katika kikao kilichopita. Nasallallahu an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.